Tangu ameingia madarakani Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, halmashauri ya mji wa Kondoa tumepokea zaidi ya shilingi bilioni 14.06 ambayo ni fedha kwa ajili ya utekelezaji mbalimbali wa miradi. Tumepokea zaidi ya shilingi bilioni 3.06 kwa maana ya sekta ya afya, ambapo tulipata milioni 900 ukarabati hospitali yetu ya mji, tulipata milioni 900 ujenzi wa vituo vya afya, tulipata milioni 400 vifaa tiba. Kwa upande wa sekta ya afya katika halmashauri ya mji Kondoa, serikali imefanya mambo makubwa ikiwemo kutuletea fedha kwa ajili ya ukarabati wa hospitali yetu kongwe ya wilaya, ambapo katika hospitali ile tumeweza kufanikiwa kujenga majengo mapya matatu: jengo la uzazi, huduma za afya ya mama na mtoto, lakini pia jengo la upasuaji na jengo la kuhifadhia maiti. Pia tunashukuru serikali hii imeweza kutupatia fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba mbalimbali katika vituo hivi vipya vilivyojengwa, majengo mapya katika hospitali ya mji pamoja na zahanati. Tukienda sekta ya elimu msingi, tumepata zaidi ya shilingi bilioni 3.4 ambazo Mheshimiwa Rais ametupatia katika halmashauri ya mji wa Kondoa tangu ameingia madarakani mwaka 2021. Kwa haraka tu tumepata Migungani shule ya msingi, tumepata Chemchem shule ya msingi, tumepata Unkuku shule ya msingi. Hizo zote ni fedha ambazo tumepokea katika halmashauri ya mji wa Kondoa kwa ajili ya kuboresha elimu ya msingi. Kupitia mapato ya ndani, kwa kipindi cha miaka 4 halmashauri ya mji Kondoa imeweza kutoa zaidi ya shilingi bilioni 600 kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha vikundi hivi, kwani wameweza kujiinua kiuchumi na kipato cha mtu mmoja mmoja. Elimu ya sekondari tumepata zaidi ya shilingi bilioni 7.4 ambayo sasa katika sekta hii tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa fedha nyingi ambazo amezileta na serikali yake kwa ujumla, wasaidizi wake wote, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, mkuu wetu wa mkoa, waziri wetu wa TAMISEMI, kwa namna ambavyo wameendelea kupambana kuhakikisha halmashauri yetu budget tunayoiweka ya miradi tunaletewa fedha. Kwa upande wa idara ya elimu sekondari, kwa kweli Mheshimiwa Rais hana deni kwa sababu amewezesha ujenzi wa miundombinu mbalimbali ya shule za sekondari ambayo imesaidia kuboresha ufundishaji na utendaji bora wa kazi kwa walimu. Katika sekta ya elimu sekondari tumepata ujenzi wa shule mpya sekondari ya Bolisa ambayo Mheshimiwa Rais alitupatia milioni 544. Shule imekamilika na imepokea watoto. Katika shule hiyo hiyo tumepata nyumba ya mtumishi milioni 95, nyumba imekamilika. Lakini pia tumepata fedha milioni 413 katika shule yetu ya Gubari, ambapo pale Mheshimiwa Rais ameipandisha hadhi shule hiyo na inakwenda kuwa shule ya kidato cha 5 na cha 6. Tumepata mabweni mawili ambayo ni ya wanaume na wanawake ambayo tumepata milioni 250. Tumepata madarasa 6, 4 ya SEQUIP na matundu yake 8 ya vyoo, lakini na 2 ya serikali kuu na matundu 10 ya vyoo. Katika halmashauri ya mji wa Kondoa kuna kata moja ilikuwa haijawahi kuwa na shule ya kata ambayo ni kata ya Suruke. Mheshimiwa Rais ametupatia milioni 544 kujenga shule ile ya kata ya Suruke, ambapo mradi huu uko kwenye ukamilishaji. Sasa hivi tuko tunakamilisha vyoo na maabara zile kwa mjini lakini shule hii itawaondolea adha watoto wetu waliokuwa wanatoka umbali mrefu maeneo ya Usia, maeneo ya Usia juu, maeneo ya Mrua kwenda shule mama iliyoko Mtobubu inayoitwa Mtobubu Sekondari. Lakini pia Mheshimiwa Rais ametupatia tena milioni 544 kujenga shule ya Amali Kingali. Tumepata madarasa 7 na matundu 8 ya vyoo, shule ya sekondari Bicha, ambapo mradi umekamilika kwa 100%, matundu ya vyoo ndio tupo tunamalizia awamu ya mwisho. Serikali yetu kupitia rais wetu umefanya kazi nzuri. Tumeshuhudia miradi mikubwa kwenye sekta mbalimbali. Tumeona namna alivyoboresha sekta za elimu sekondari na sekta ya elimu msingi ambayo mwanzo ilikuwa ina hali mbaya sana. Mwanzo watoto walikuwa wakikwepa sana hata kufika shuleni. Utoro ulikuwa kwa kiwango cha juu sana. Lakini sasa tunashuhudia watoto wanafurahia uwepo wa shule bora, shule ambazo zenye mandhari nzuri, shule zenye vifaa vya kutosha.